Ukipata wakati na fursa ya kujikumbusha mambo kadhaa yaliyopita nyuma, itakuwa ni fursa njema zaidi katika kuyafikia mbele zaidi. Na nimeanza na tafsiri hiyo nikiwa na maana kwamba hapa ninamuelezea Tundu Antipas Lissu, lakini pia tufahamu kumbukizi ya siku kadhaa ama miezi kadhaa, miaka kadhaa iliyopita, kutokana na historia za watu tofauti. Katika hii historia ya zamani inasema kwamba haya ndiyo yaliyokuwa matokeo ya mwisho ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema uliofanyika tarehe 21 Januari mwaka 2025 katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Kupitia uchaguzi huu, nafasi ya wenyekiti ilikuwa na wagombea watatu ambao ni Freeman Mbowe Odero, Charles Odero na Tundu Antipas Lissu Mgwai Lissu. Mchakato mkali huu au mchuano mkali huu ulionyesha zaidi kuwa kati ya Lissu pamoja na Mbowe, ulilinganisha na Odero ambaye alipata kura moja, lakini Odero ambaye yeye kati ya kura 996 aliambulia kura moja tu Odero. Ushindi wa Tundu Lissu ulianzisha safari mpya ya kisiasa kati ya chama hicho kilichokuwa na historia ndefu, matumaini na mchango mkubwa katika siasa za ushindani wa vyama vingi nchini na chini ya mwenyekiti Freeman Mbowe aliyedumu madarakani miongo miwili mfululizo. Ninavyosema kwamba alidumu miongo miwili mfululizo, inatafsirika kwamba alidumu kwa miaka 20 akiwa mwenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo. Kupitia siku hiyo Tundu Lissu kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa mwenyekiti wa chama hicho, tangu hapo mabadiliko makubwa au ubora mkubwa ulianza kuonekana na vitu vikubwa vilianza kusikika katika kila kona ya wanachama wa chama hicho, hata nje ya chama hicho. Baada ya kuwa Tundu Antipas Lissu amekuwa mwenyekiti wa chama hicho, harakati zilizidi kuwa kubwa na dunia ikaanza kuona jicho la tatu la chama hiki hapa, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, katika upande wa kuweza kumchakata Mbowe tangu walipoanza kuwa wakati huo muasisi chama hicho kinaanzishwa. Ni mengi kwa nafasi yake, na yeye pia aliweza kutengeneza historia yake tangu alipoanza, kwa sababu kama wangeanza vibaya, sidhani kama Tundu Lissu angeipata fursa ya kuweza na yeye kugombea na kuwa mwenyekiti wa chama hicho. Hivyo basi, kwa historia hii inaonyesha kabisa Mbowe na yeye pia alikuwa na mchango mkubwa au alifanya makubwa zaidi katika kukisimamia chama hiki, kukiendeleza katika vision ambayo alikuwepo nayo mheshimiwa huyu. Naona bwana, na siku zote iko hivi, maono au mpango wa kila awamu ya uongozi inakuja na mabadiliko mapya, ambapo sasa mwelekeo unapobadilika, huenda yale ya zamani ya mwenyekiti aliyopita kama alifanya makubwa, akatokea mtu akafanya makubwa zaidi, basi yale ya zamani yanabakia katika historia nzuri na kukumbukwa pia, lakini kinachong'ara wakati huo ni kile kikubwa kipi ambacho kinaonekana kinashamili kwa wakati huo, kwa sababu wapo katika giza. Huwezi kujifariji kwa mwanga uliopita, bali utajaribu kutafakari na kuona jinsi gani utatoka katika giza ili kufikia mwanga wa mbele. Kwa hiyo kwa kikubwa ambacho anaendelea kukifanya Tundu Lissu, inazidi kumtengenezea historia yake, na yeye pia amekuwa ni mwanachama au kiongozi mwenye msimamo mkubwa juu ya maendeleo ya chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo na kutafsiri maono ya chama hicho, kwa sababu demokrasia na maendeleo maana yake watu wanataka demokrasia, lakini pia wanataka maendeleo. Hayo ndio maono na vision ya chama. Lakini sasa ukienda katika utekelezaji, inabidi sasa utafsiri ile sera yenu kwa vitendo zaidi, na kuweza kung'amua vitu vingi ambavyo watu wanataka kwenye jamii husika ambao mnakwenda
kuihudumia. Unaona bwana, ni siku 200, zaidi ya siku 200 Tundu Lissu yuko gerezani akikabiliwa na kesi ya uhaini, ambapo mpaka hii leo bado haijafika mwafaka wake ni upi, lakini bado anatambulika kama mwenyekiti wa chama hiko, huku makamu wake Heche akiendeleza harakati na salamu mbalimbali zikiendelea kutumwa kwa kiongozi huyo, kwa sababu kuwa gerezani sio sababu ya yeye kukifikia chama, kwa sababu kuna wawakilishi ambao wanakwenda kumtazama pale gerezani. Lakini itambulike kwamba Tundu Antipas Lissu, kiachilia mbali kuwa mwenyekiti wa chama hiko cha Demokrasia na Maendeleo, pia ni mwanasheria na alishawahi kuwa rais wa wanasheria. Hivyo basi katika upande wa sheria anahitajika na kutegemewa katika nafasi ambayo yuko nayo, na ndio maana wakati wote akiwa gerezani amekuwa anasoma vitabu vingi vya sheria, na kila siku sheria anazidi kuzitafsiri kwa namna kubwa sana. Ndio maana hata alipokuwa gerezani, wakati kafikishwa mahakamani, kuna wakati aliomba yeye ajisimamie mwenyewe kesi yake, kwa sababu sheria hiyo inaruhusu pia mtu kuweza kujisimamia bila kuwa na wakili wake, na aliweza kuperform vizuri zaidi, na watu wakimtazama kama mwanasheria ambaye au mwanaharakati ambaye ana full package. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo uko navyo katika safari ya kuweza kuyafikia malengo. Ikumbuke pia Tundu Antipas Lissu aliwahi kugombea urais pia, lakini hakufanikiwa kuweza kuichukua dola au kushika dola wakati huo chama hiko cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini kwa sentensi ambayo ameiongea Heche, bado focus inaendelea pale pale kwamba lengo lao ni kuhakikisha wanachukua dola na kuiongoza serikali ya Tanzania. Mimi nikushukuru sana kwa muda wako, lakini pia na wewe pia unaweza ukashiriki nami kwa kuweza kuchangia, toa maoni yako kupitia hiki ambacho umeweza kusikia. Nini maoni yako kupitia hiki ambacho umeweza kusikia tangu mwanzo mpaka hapa ambako nakwambia muda si mrefu nitakwambia neno linaloitwa bye bye. Unaweza kutoa maoni yako na wewe pia, ili na wewe pia uwe ni sehemu ya taarifa hii hapa njema kabisa, nzuri kabisa, ambayo inapambanua na kukuza fikra, kupanua mitazamo juu ya kile ambacho kinachoendelea au vile ambavyo vinavyoendelea nchini. Basi mimi nikushukuru sana kwa muda wako, nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye. Bye bye.